Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali Podcast. Mimi naitwa Rajab Msami, tukiwa tunaendelea na mfululizo wa podcast zetu za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambazo ni podcast mahsus kwa ajili ya wale ambao wanaihudumia Qur'anul Karim. Na niendelee kukusisitiza ya kuwa tu podcast zetu hizi zitakuwa ni kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, siku zote 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na leo tunaendelea na mfululizo wa podcast hizo, lakini niendelee kukukumbusha kuwa unaweza kufuatilia podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Audiomack. Utatupata kote huko kama AD Plus Swahili, lakini unaweza kutupata pia kwenye channel yetu ya YouTube kama AD Plus Swahili. Unaweza kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi vya podcast kwa njia ya kutazama kupitia katika channel yako pendwa ya Africa TV2. Kama ilivyo ada, tunaye mgeni, naye ni miongoni mwa wale ambao wanaihudumia Qur'an al-Karim, na ndio maana tupo naye kwenye meza ya Ncha Kali Podcast siku ya leo. Tutampa fursa aweze kujitambulisha majina yake, lakini atueleze anaihudumia Qur'an katika upande gani. Alafu kutokea hapo ndipo tutaendelea na mazungumzo yetu katika Ncha Kali Podcast yetu ya leo. Sheikh, karibu sana, ujitambulishe lakini utueleze unaihudumiaje Qur'an. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Ustadh Ishaq Fairuz, nipo Makumbusho, Dar es Salaam, ama napaita Kijitonyao. Naam, mimi katika moja wa wasomaji wa Qur'an Tanzania. Ni katika wasomaji wa Qur'an hapa Tanzania, kama ambavyo umeweza kumsikia Ustadh Ishaq Fairuz, na kwa sababu amejitambulisha kama msomaji wa Qur'an, kama miongoni mwa wasomaji wa Qur'an Tanzania. Kabla hatujaanza chochote katika mazungumzo yetu ambayo tutakuwa naye leo, mengi sana tutayafahamu kuhusu yeye, safari yake na usomaji wa Qur'an, safari yake na Qur'an, amesoma wapi, aligundua lini kuwa yeye ana kipaji katika fani hii ya maqamat. Kwanza tupate ladha ili watu waweze kuona kile ambacho umesema ndicho unachoihudumia Qur'an kwayo, alafu baada ya hapo tutaendelea na mazungumzo yetu. Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Sadaqallahu alazim. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, ni Ustadh Ishaq Feruz kama ambavyo alijitambulisha kuwa yeye ni msomaji wa Qur'an, na ndio maana tumeanza na kionjo katika tilawatul Qur'an kama ambavyo umeweza kumsikia. Ustadh Ishaq, sasa nikupe fursa uweze kujitambulisha katika upande huu wa Qur'an. Safari yako na Qur'an ilikuwaje? Umesoma wapi? Lakini katika upande huu wa maqamat umesoma wapi? Ulianza kuionea wapi chachu yako na tajwid? Karibu. Safari yangu ya Qur'ani, kwanza niseme sisi kwetu ni asili, yani kwamba ipo katika family, Ni asili yenu, Ahlul Qur'ani. Na hii pia tumeipata kupitia kutoka upande wa babu yetu za mama ambaye ni Sheikh Masud bin Ismail Akaya Kichawani marhum, Allah amrahamu, amin. Alikuwa ndo shekhe ilitunyama ile yote. Alhamdulillah, nakabahatika kutoa wanafunzi wengi, sema alikuwa si mtu wa kujichanganya na kwa hiyo katika walimu wangu wa kwanza kabisa, sababu mimi nimeweza kusomesha Qur'ani tajwidi nikiwa niko shule ya msingi. Kumbukumbu zangu si chini ya miaka 12 hizi 13 nimeweza kusoma tajwidi na Ustadh Masud bin Feiruz, kaka yangu, ni mwalimu wangu wa kwanza ndio alinifungua katika masuala ya Qur'ani na makamati. Na asili kiasili sisi kwetu pia tuna madrasa ambayo tunasimamia. Kwa hiyo katika makuzi na malezi na katika kusomeshwa, mimi asili yangu nimesoma madrasatul atfalia Shabania al-Qadiria Al-Makumbusho ama Kijitonyama, mkabala na ile bari moto za Wakachube. Kwa hiyo ndio nimesoma pale na nimelelewa pale na ndio asili yangu pale. Mwalimu wangu wa kwanza kabisa ni Masud bin Feiruz ambaye ni kaka yako. Kwa hiyo katika kuendeleza kwangu baadaye nikaja kutoka, lakini kabla ya kutoka, kwa sababu mimi 2017 nilitoka Dar es Salaam kwenda kusoma shule Mbeya. Ulienda kusoma mkoani hapo secular sasa? Soma secular kule, lakini nikakutana kwa lengo pia kwa kule, sababu kuna mwalimu wangu ambaye nimepelekwa kule pia ili nipate huku na upate kote. Lakini kabla ya kwenda kule
wakati nasoma kwa Ustadh Masud wakati niko mdogo. Soma mpaka kufika kwenye miaka kama sikosei 15 ile. 15 kwenda 16 pale. Akaanza sasa akajiridhisha kwamba sasa hivi una uwezo wa kutoka kwenda kuanza kufanya ule uzoefu taratibu. Kwa tukaanza kusoma pale msikitini Masjid Kitonyama. Wakati tangu niko mdogo tumeanza kusoma pale. Unasoma muda mwingine unakosea nafanya, lakini unakwenda mpaka kufika hapa. Lakini katika walimu zangu ambao mimi nimesoma Ustadh Muhammad Ndete. Mimi ni walimu wangu ule tena hasa. Na yule ndio mtu ambaye alianza au kwanza kabisa kunitajia hizi makamati kwamba ziko kama mfano zile sauti asilia na zile sauti ambazo si asilia, ambazo si asilia zinatokana na hizi asilia. Kwamba mfano unapoambiwa bayati, labda bayati imegawanyika vipi, ina matawi yake, ina nini, unaona. Sasa wakati unatajua vile vitu, unajua wakati ukiwa katika udogo kwa akili inakuwa haina uwezo wa kubeba sana hivyo. Lakini kumbukumbu yangu katika mmoja ya matawi ya bayati ambayo ilikuwa nimenikaa moja, ilikuwa ni bayati Shuri. Kwa hiyo nikawa katika zile tawi zile furuu, Waarabu wanaita furuu za makamati. Hiyo ndio ilikuwa nimekaa. Kwa hiyo nilipotoka kusoma pale kwa Sheikh Muhammad Ndete nikawa naendelea, lakini katika walimu wangu wa ahkami Qur'ani ni Ustadhi Hassan Nasr, ndugu yake Ustadhi Muhammad Nasr. Kwa sababu wakati tangu nilikuwa mdogo tulikuwa tunatoka Kitonyama huku na kwenda kusoma kule pia. Jioni ilikuwa na darasa la tahfidhi ilikuwa zamani kidogo. Na mwalimu wangu mwingine ambaye alinisomesha ahkami na akanisimamia sana, kanisaidia sana, Ustadhi Aidi Kirungi ambaye yuko madrasa ya tarbia wa Sheikh Isa Mufti London. Ni mmoja katika walimu zangu ambao wamenisaidia sana. Lakini alhamdulillah namshukuru Mungu, wakati niko mdogo nasoma Ustadh Masud, nasoma huku, lakini simsahau mwalimu wangu Ustadh Ramadhani Koba. Ndio katika walimu zangu wakubwa pia, na mpaka sasa niko naye. Umeona, lakini namshukuru Mungu alhamdulillah pata bahati pia kusoma kwa Imam Harubu. Imam Harubu alikuwa akisomesha pale na mpaka sasa hivi akisomesha pale tarbia kwa Mufti London. Mimi nimesoma kwake. Lakini katika hao walimu wote, kila mwalimu katika wale kutajia vipo vitu ambavyo nimechukua huku sikupata, huku nilipata. Kwa hiyo vile katika kuvijumuisha ndio unajikuta sana unaanza kutoka kwa mtu. Unakuwa wewe sasa. Inakuwa mimi. Sasa umekusanya. Baada ya kutoka hapa Dar es Salaam ndio nikaenda kule Mbeya kusoma. Nikakutana na ustadhi anaitwa Zubairi Saidi ambaye kasoma Azhar Sharif Masri. Baada ya kuwa naye pale, katika mwalimu wangu ambaye amenifanya nianze kuona jicho langu kidogo kufunguka katika masala ya ahkami na mifumo ni kwa sababu kule nimshukuru Mungu, niseme kama vile nilikwenda kusahihishwa kwamba bwana, sasa hapo hiyo swadi itamki swadi, sio swadi sa. Kuna tofauti kati ya swadi na sa, vitu kama hivyo. Katika moja kubwa nayokumbuka ilikuwa ni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiyo ni kwa kila nikisoma naambiwa bwana, hiyo hapana, a'udhu billahi upatini. Sasa mimi nikawa nashangaa, mbona Dar es Salaam nasoma siku zote nimekuwa nikisoma hivi. Akanipa ilmu, akaniambia ukiona umetamka au alafu mlio huu wa sauti haujatoka katika khashum, basi hiyo ndio sahihi. Lakini kama umetika ile au alafu ile nakama imepatikana, ujue maana yake umetamka ile ain alafu umehusisha nani khashum, wakati si herufi inayotoka katika khashum. Baada ya ndipo alipokuja kurudi ustadhi aitwa Salim Saidi, alikuwa amekaa Masri miaka 15, ukabobea katika masuala ya fani nyingi sana katika upande ambao sana watu wanajua katika makamati. Yule bwana hata ukimpeleka nchi yoyote ile duniani anaweza kukaa na mtu yoyote akakaa naye akajadiliana masuala ya makamati, yani mpaka amepewa ijaza kule Masri na walimu zake, na yeye ana uwezo wa kutoa ijaza. Kwa hiyo hao ni moja ya
walimu zangu na katika walimu wangu ambao nasoma pia sasa hivi, ustadhi anaitwa Sheikh Qasim Kibwa kule Msasani, ni Masjid Anwar kule Msasani, miongoni mwa wanafunzi wa Ustadhi Al-Hadi. Ustadhi Shaka, ukiangalia safari yako kama ulivyosema umepita kwa watu wengi, na kibinadamu kadri unavyopita kwa watu hawafanani. Kila mtu ana namna ambavyo Allah amemuumba, kila mtu ana namna ambavyo Allah amejalia kuwa ndio yuko hivyo, hatufanani binadamu. Kote ilikuwa ni katika kutafuta elimu, katika kuliendea jambo ambalo wewe unatamani uje kuwa bora kwayo. Bila shaka kuna changamoto nyingi tulikutana nazo mpaka kuwa wewe Ishaq ambaye tunaye leo, kiasi kwamba tumekuja kujumuika wote katika meza ya Ncha Kali podcast. Kwa kijana ambaye anatamani sana kukaa sawa katika maqamat tajwid Qur'an kwa ujumla wake, anaweza akachukulia jambo ni jepesi. Changamoto zilikuwa ni zipi kwa uchache wake, ili angalau iwe chachu kwake aweze kuona, aone kwamba nalitaka hili jambo lakini lisiliendee kiwepesi wepesi? Changamoto moja wapo kwanza ni kuto nile kwa sema kuna wakati unaweza kuona pambana alafu ukaona unajiuliza hivi hawa watu hawanisikii, hawa watu hawanioni, hata kama wanakuona kwambie hivi. Kwa unajikuta kuna muda unafanya kitu alafu wewe unafika stage unatamani ufike sehemu fulani au upate kitu fulani, lakini sasa Mungu naye ana mambo yake. Kwa mfano nikizungumza hivyo katika masala ya utoaji wa sauti, vijana wengi sometimes wakishafika kwenye bale pale kwenda mbele, wengi wanapata changamoto ya namna ya utoaji sauti, namna ya kutengeneza sauti, kwa sababu pale unajua mwenyewe kile unapokuwa. Kwa unakuta muda mwingine unasoma alafu kuna muda kama unapoteza network au unapoteza dira, unafanya sana mazoezi, lakini je, unafanya kwa mipango ipi? Kwa syllabus ya mwalimu gani? Yaani umekuwa mwongozo gani? Kwa mfano mzuri tu nakwambia, mazoezi ya msomaji anatakiwa afanye katika nyakati zisizopungua 3 mpaka 2. Kwa mfano asubuhi wenyewe wanakuambia ile alfajiri mpaka kwenye saa 4 pale asubuhi unaanza kufanya mazoezi ya sauti. Mazoezi ya sauti. Jua linapokuwa kali kama sasa hivi, umeelewa? Hautakiwi kufanya mazoezi ya sauti, unatakiwa uimbe au kama kusoma. Yaani ufanye kwa ile tukufanya nafanya hichi kitu kwa maana ada au ni program maalum. Lakini si kwamba na time nyingine ni jioni baada ya asili jua linapokuwa linazama. Jioni mpaka usiku unaweza kufanya mazoezi ya sauti. Hii nikuja kujua baadaye kwa baadhi ya walimu katika hawa walimu ambao wamepita. Kwa unakuta mtu unasoma mpaka mtu anakata tamaa. Lengo langu aliko hapo. Mpaka mtu anakata tamaa kwa sababu mimi mfano mathalan nataka nitamani una sauti kama mfano ya Raja Yayumi. Mimi nakwenda juu vizuri na ladha. Lakini mtu je, unatafuta mbinu zipi za kufanya ili wewe uweze kupata sauti kama ile? Lakini chengine ni kwamba mtu kujua ni wapi sauti yake inatakiwa kutoka. Usipojua hii shekhe, utapata tabu katika mambo yote yanayotakiwa kutumia sauti. Umeelewa? Lakini changamoto nyingine ni kwamba mfano mathalan katika kushiriki mashindano, mimi nishashiriki mashindano wakati ndo niko mdogo hivi, tunakwenda nafundishwa mpaka nakuwa hivi. Nimeanza ya mashindano hata mchujo sipiti. Nimeanza na mashindano hata mchujo sipiti. Kama sikosei kumbukumbu zangu kama mara 2 sikuwahi kuingia mchujo. Kama sio mara 2 basi mara 1 afu unaofuatia nikaingia kwenye 10 bora, lakini si katika wale ambao watakaopita kwenye finali. Lakini kuna mwaka mwingine nilikuwa napanda kila kazi. Namshukuru Mungu alhamdulillah kwa ile kutokata tamaa na kuwa na kulitaka ile jambo, sababu hii fanikio bado kulitaka. Hizo ni katika upande wa changamoto, lakini kwa kama nilivyotangulia kusema, kijana anayekutazama anaweza yeye ukawa umemtisha kwa hizo changamoto. Swala la Qur'ani tunafahamu kuna mafanikio ya namna mbili. Kuna mafanikio ya kiakhera ambayo Allah haya ameshayaahidi na tunayafahamu. Katika upande wa kidunia
mafanikio ambayo umeyapata kama msomaji wa Qur'an ni yapi? Maana ana kijana anayetufuatilia, isije ikawa tumeishia kumtisha tu kwa changamoto alafu akapata hofu. Mafanikio ambayo umeyapata tangu uanze kuliendea jambo hili la maqamat na tajwid mpaka hapa ambapo tumekaa na wewe katika meza ya Nchakali Podcast, ni mafanikio gani umeyapata? Kwanza namshukuru Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Katika moja ya mafanikio ambayo nimeyapata, naweza nikasema katika sehemu 2 mpaka 3. Kifani, katika kutanua akili katika hii fani. Kwa sababu kwa walimu ambao mimi nimepita mimi na bado nasoma. Nasoma. Japo wengine wamesafiri wako nje ya nchi, wengine hawako. Sawa, wengine niko nao nje ya mkoa, lakini wengine nasoma nao. Kwa mfano kama Salim Said, nakwambia huyu ni bingwa wa makamati. Yaani mimi nathubutu kusema duniani. Sababu Tanzania hakuna watu kama, hakuna sijui, lakini najaribu kutizama kwa mtu kama yeye ni wachache sana. Mtu ambaye ana tunu ya hijaza kabisa ya makamati. Kwa Tanzania ni wachache. Wapo wengine wamejificha kulinda amali zao, lakini ni watu wachache sana. Sasa mtu kama yeye huyu, mimi nilipata kupata bahati ya kiusomaji na kujua fani ya makamati iko vipi kiundani. Umeona, lakini pia nasoma pia na ahkamu, naongeza. Lakini namshukuru Mungu, nimeshiriki mashindano. Katika mashindano nimeshiriki, ni moja ya mashindano nimeshiriki pale Masjid Idrisa pale Khidmatul Qur'an. Alhamdulillah, mwaka juzi niliingia mpaka finali kwa katika mshindi wa 5. Na kati nyuma nilikwambia hizo yangu kwa upiti hata katika mtu. Nashukuru Mungu, alhamdulillah, kuna baadhi ya wasomaji wengine ambao wengine wakubwa tu hawakuwahi kupita katika mashindano. Kwa hiyo moja pia mkongo ni, lakini namshukuru Mungu, kingine ni kwamba imenifanya na kuwa karibu na watu pia na bwana wakubwa wa kila aina, mashehe na watu ambao tofauti pia na mashehe, lakini wako karibu katika mambo ya kheri. Muda wetu unakimbia, nitakupa fursa utoe nasaha, lakini kuna jambo dogo sana nataka nikuulize. Wewe ni mtu wa Qur'an, unaihudumia Qur'an, unawafahamu watu wanaohudumia Qur'an, umepita, lakini vijana wenzako ni katika jamaa zako unawafahamu, najuana watu wa Qur'an. Kwa mtazamo wako, nataka uipe max chini ya 10. Kwa wewe unavyoona, nyinyi watu wa Qur'an mnaiishi Qur'an? Toa max chini ya 10. Swali lako unakusudia Tanzania? Kwa hapa Tanzania, kwa hapa Tanzania, nyinyi watu wa Qur'an mnaiishi Qur'an? Toa max chini ya 10. Ni kiasi gani mnaiishi Qur'an katika maisha yenu ya kawaida? Ni swali ambalo ni kwa mtazamo wako na uzoefu wako. Kwa uzoefu wangu, ukija tukisimama katika kanuni, katika mifumo, katika tukizungumza mifumo ndio imebeba vitu vyote ya misingi ya Qur'an. Mimi nathubutu kusema kwa sisi vijana bado hatujafika ile lenki ya juu ya kuishi. Tupe max. Tupe max, utatupa sababu, alafu tutamaliza na nasaha. Tupe max kwanza, ili ukitupa sababu tayari tuna picha kwanza kusahisha kwako kwa maisha ya max. Vitu lazima watuseme kwa sababu hii ni dini. Na hii ni dini. Dini. Tukijaribu kusema ili tuwaridhishe watu tu, tunafeli sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu sana tuona na tunachokisema kinaandikwa. Na hii pia iwe ni sehemu ya nasaha kwamba ujumbe tuishi maisha ya Qur'ani. Si unaelewa? Hiyo ni nasaha yako, lakini shekhe unakwepa sana kutusaidia. Tupe max ngapi ya 10? Kwa mfano tukisema maisha ya Qur'ani, Mungu atunasihi vitu vingi sana katika Qur'ani, akatukataza mambo mengi sana. Mimi au mwingine au tuzungumze sisi kwa binadamu. Sawa? Ndio maana kazungumza neno mfumo.
Nimekatazwa maasi, nimekatazwa labda mfano mathalan riba, mathalan labda kuongopa. Kwa hiyo unakuta sasa katika moja ya changamoto, baadhi ya mambo wapo watu wanafanya, japo Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua. Sawa sawa, tuende kwenye nasaha sasa. Nasaha zianzie hapo, kama ulivyosema, umetoa nasaha kwa watu wa Qur'an wenzako, wasomaji, lakini watu wanaohudumia Qur'an, kwamba waiishi Qur'an ambayo ipo katika vifua vyao. Hiyo ni nasaha kwa, lakini kuomba utoe nasaha kwa Waislamu kwa ujumla, ukizingatia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa Qur'an. Utoe nasaha zako kwa wanaotutazama na kutusikiliza, lakini nasaha zako za mwisho uzielekeze kwa vijana ambao wanapambana kuipambania Qur'an, hususan katika upande huu wa maqamat na tajwid. Nasaha zako kwao ni zipi katika safari yao? Mimi nasaha zangu za kwanza, nirudi tena pale pale, kwanza tuyaishi maisha ya Qur'an. Hapa ndo kuna kila kitu, kwa sababu kwenye kufanikiwa kwenye mfumo, vipi wewe utafanikiwa kwenye chochote unachofanya, sio katika masuala ya Qur'an. Chochote unachokifanya, mfumo wa Qur'an shika kila kitu. Kusubiri, kuwa na subira, sawa, na kulipenda jambo kwa dhati na kiikhlasi. Lakini pia ni kwamba kudumu elimu yote unayoitaka, ni kudumu darasani ama kwa mwalimu. Sio leo umesoma, mimi hawa walimu wote wanakutajia hapa nimesoma katika, yani mpite katika asili, kwa sababu ukiangalia katika hapa kuna wanafunzi ambao wamesomeshwa na Sharif Hussein Al-Badawi. Kuna wanafunzi ambao katika walimu zangu wamesomeshwa na Sheikh Al-Hadi Omar. Umeelewa? Na wako ambao wengine wameenda mbali na zaidi. Lakini niko nao, kwa mfano Sheikh Muhammad Det, naweza nisi pengine kutokana na mfumo wa maisha na kwenda huku umeona, lakini nikikutana naye au nikiwa naye mahala nitamuuliza, ndio kusoma huko, sababu kuna wakati katika maisha lazima kidogo mnaachana. Unaona, kama unavyokuambia walimu zangu wengine wako mbali, lakini nasoma wakiwa wako nje ya nchi wapi. Kwa moja bado niko darasani. Kwa hiyo kwanza kutokata tamaa na kudumu darasani na kulipenda lile jambo, alafu kuweka malengo yako nini katika ifani, kwa sababu lazima ujue unataka nini. Kuna mtu mmoja aliniambia, ukitaka watu wengi walifaulu kwa mambo matatu. Wewe nani? Uko wapi? Sawa. Na hiki wanasema wewe nani au hiki nini na uko wapi, unakwenda wapi? Kwa maana yake hivi vitu hivi vitatu mpaka vinne ukivishika utajua nini wewe ufanye. Almuhimu tushikamane katika Qur'ani na kuipenda na kufanya jambo lolote unalofanya, kufanya kwa ikhlasi na kwa itqani, kwa kiwango cha juu. Hata mtu akikwambia bwana hapo sasa hiyo sio swadi, ni so ndio tamko hivyo, swadi ikaribie kama atakwenda kwenye sauti ya sini, basi mtu yani asipate mwanya wa kirahisi tukukosoa. Ndio itqani. Sawa sawa, hizo ni nasaha zako kwa vijana ambao wanaiendea Qur'an na wanaitafuta. Muda wetu umekimbia sana, nitakurudisha katika lile swali langu. Gapi chini ya 10 nyinyi watu wa Qur'an kwa mtazamo wako mnavyoishi Qur'an? Max nazisikiliza 7 ya 10, 10 ya 10, 9 ya 10, 8 ya 10. Mimi naweza nikasema 5 ya 10. Basi kwa sababu ulishatueleza sababu na umetoa nasaha. Haya, tunakushukuru sana Ustadh Ishaq Feruz kwa kushiriki nasi. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, nikushukuru sana kuendelea kutufuatilia katika podcast zetu za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa tunazungumza na watu wanaohudumia Qur'an tukufu, watu wanaohudumia Qur'an Karim, watu wanaohudumia kitabu chake Allah Tabarak wa Taala. Tulikuwa naye Ustadh Feruz, Ishaq Feruz, ndiye tulikuwa naye katika podcast yetu siku ya leo. Hatuna la ziada, mengi tumeyasikia za kutoka kwake, nasaha, safari yake na Qur'an, ametueleza mengi. Bila shaka tutakuwa tumejifunza mengi mno. Kesho panapo majaliwa yake Allah, ni siku pia muda na wakati kama huu, taendelea na mfululizo wa podcast zetu hizi na wale ambao wanaihudumia Qur'an. Mimi naitwa Rajab Msami. Kwa kufika hapa tuna la ziada, tunakuaga kwa kukwambia asalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah